الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا سمع الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال جل في علاه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. katika aya mbili hizi ambazo nimetangulia kuzisoma, aya ya kwanza Allah tabaraka wa taala anatuambia bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu, bali tunaitupa haki juu ya batil fayadmaghuhu, inapambana nayo faidha huwa zahir, punde utaiona batil inasambaratika. na katika aya pili waqul jaa alhaqu, sema Muhammad imekuja haq, wazahaqa albatil, na imesambaratika batil, inna albatila kana zahuqa, kwani batil haiwezi kuhimili kusimama na haki, batil itakuwa ni yenye kuyayuka. na ni maana ya wanayosema ahlulilm kwamba la yazalu alhaqu fi sira'in ma'a albatil ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, haitakuwa haki ni yenye kupambana na batil. Haki iko kwenye mapambano makali na batil. Hali hii itaendelea mpaka pale Allah tabaraka wa taala atakapoirithi ardhi na vilivyomo mpaka kiyama. Haki inapambana na batil.
nimetanguliza maneno haya baina yaday hadhihi alkhutba wama ba'daha, katika khutba hii ya kwanza na khutba itakayofuata baada ya khutba hii, yani khutba ya pili, juu ya kubainisha kauli au kauli ya haki kuhusiana na hukumu ya Kiislamu, juu ya lile jambo ambalo katika msikiti wetu huu wa Kiluvya lilileta zahma baina ya wenye kuhalalisha na kujuzisha al-badri na wale ambao wanaona kwamba hilo haram. Tukaona kuna haja ya kuwabainishia Waislamu msimamo wa haki juu ya suala hili ambalo limepata watetezi wake, likaharibu aqida za Waislamu, na watu ambao wamevutika kwa maneno yaliyopambwa, na ndivyo inapokuwa batil, inakuwa inapambwa ili watu waikubali, wakavutika baadhi ya watu waliovutika. Al-Badri maana yake ni ahlul badri, asli yake ni ahlul badri, watu wa Badri, wakikusudiwa masahaba waliohudhuria vita vya Badri. Na hivi ndivyo vita vikuu vilivyotokea katika tarikhi ya Kiislamu, inaitwa ghazwatu Badri al-Kubra, vita vya Badri vikuu, ghazwatu Badri al-Kubra. Haijatokea mfano wa vita hivi katika tarikhi ya Kiislamu. Ni vita vilivyopiganwa katika wakati mgumu. Masahaba wengi wao walikuwa ni mafukara, wengi wao hawakuwa na silaha, wengi wao hawakuwa na vipandwa. Vilipiganwa vita hivi mwaka wa pili hijiria, mwezi wa Ramadhani. Rasul alayhi salatu wasalam kabla ya jihad anaonekana anainua mikono yake, anaomba dua, anainua sana mikono akimuomba Mola wake kabla ya jihad na mapambano, akimwambia Mola wake, Allahumma innahum ala, ewe Allah, hili jeshi langu ni mafukara, hawa ni wahitaji, wape. Allahumma innahum jia, ewe Allah, hawa wana njaa, faat'imuhum, wape chakula. Ewe Allah, hawa wako uchi, mavazi waliokuwa nayo hayawatoshi, wasitiri. Anainua mikono juu mpaka ile shuka aliyokuwa amejifunika juu ya mgongo wake ikawa inamdondoka, jinsi alivyokuwa akiinua mikono. Anakuja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anamuokotea ile shuka, anamfunika tena. Rasul alayhi salatu wassalam anaendelea kuomba dua, anamuomba Allah nusra. Ewe Allah, mtekelezee ile ahadi ulioniahidi, umeniahidi ushindi katika vita hivi. Ewe Allah, kama utawaangamiza hawa watu waliokuwa nao, falan tu'bad, hutaabudiwa katika mgongo wa Allah. Mwisho Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anamwambia Rasul alayhi salatu wassalam, amekusikia Mola wako ewe Muhammad, imetosha. Wakapigana katika vile vita.
hawa waliohudhuria kwenye vita hivi vya Badri, amewapa ujira mkubwa mpaka kufikia wakati Allah tabaraka wa taala kupitia Rasul alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja katika hadithi aliyopokea al-Imam Muslim, baada ya Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu kutoa siri ya jeshi la Rasul alayhi salatu wassalam, kuandikia barua washirikina wa Makka akivujisha siri ya jeshi kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam na jeshi lake limepangilia haya na haya na haya. Ile barua akampa mmoja katika wanawake anayekwenda Makka awafikishie watu wa Makka. Allah tabaraka wa taala anaona ile hali, akamtuma Jibril alayhi salam kwa Rasul alayhi salatu wassalam amhabarishe juu ya jambo ambalo limefanywa na Hatib, sahaba wake Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, kwamba amefanya haya. Rasul alayhi salatu wassalam akamuita Ali bin Abi Talib pamoja na sahaba mwenye asli ya Yemen al-Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami na kikosi cha baadhi ya masahaba. Nendeni mpaka sehemu iitwayo Rawdatu Khaf, mkifika hapo tajiduna bu'ina, mtamkuta mwanamke wa fi ra'siha kitab, kwenye nywele zake ameficha barua. Itoni bi, nileteeni hiyo barua. Akaondoka Ali, akaondoka al-Miqdad na wengineo katika masahaba radiyallahu anhum ajma'in, mpaka ile sehemu kweli wakamkuta mwanamke. Ali bin Abi Talib, mkuu wa ule msafara radiyallahu anhu, akamwambia ile mwanamke alkitab, nipe barua. Akasema ma ma'i min kitab, sina barua. Akamwambia alkitab au lanaqlibanna thiyab, tupe barua au tutakuvua nguo. Alipoona kwamba kauli ni thabit kutoka kwa Ali radiyallahu ta'ala anhu, akaitoa ile barua, wakarudi nayo kwa bwana Mtume alayhi salatu wasalam, ikasomwa mbele ya Waislamu kwamba inatoka kwa Hatib ibn Abi Balta'a ila Quraysh. Yakasomwa yaliyoandikwa humo, ambayo wazi wake ni kwamba Hatib bin Abi Balta'a anatoa siri ya jeshi la Rasul alayhi salatu wasalam. Akasema Umar, ya Rasul Allah, ewe Mtume wa Allah, dani adrib unuqa, niruhusu nikate shingo yake. Aliposikia haya maneno Hatib kutoka kwa Umar, na yeye anamjua Umar radiyallahu ta'ala anhu, akamuwahi Rasul, akamwambia ya Rasul Allah, la ta'jal alayya, ewe Mtume wa Allah, usinifanyie pupa. Wallahi ma fa'altu hadha kufran au ridan bil kufri ba'da al iman, sikulifanya hilo, kwani nimefanya mimi ya Rasul Allah, lakini sikulifanya hilo kwa kuridhia ukafiri, au kwamba mimi nimeridhia ukafiri baada ya imani niliyokuwa nayo. La, انما اردت ان اتخذ من المشركين يدا يحفظون بها قرابتي, nimeyafanya hayo ili nipate msaada tukienda Makka kuwapiga watu wa Makka, basi kwa ihsani iliyowafanyia watu wa Makka walinusuria watu wangu kule Makka, ndio lengo langu ya Rasulullah. Rasul alayhi salatu wassalam akasikika kusema sadaqa, sadaqa,
amesema kweli Hatib. Kisha akamgeukia Umar akamwambia, wama yudrika ya Umar la'alla Allah attala'a ala ahli Badr wa qala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Hii ndio mahali shahid. Kipi ambacho kitakujuza ewe Umar kwamba Allah tabaraka wa taala aliwatazama watu wa Badri, akaona mioyo yao na nia zao, anawaangalia Allah tabaraka wa taala watu wa Badri, kisha akawaambia watu wa Badr, i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakalo, faqad ghafartu lakum, mimi nimekusameheni. Hii ni sifa ya ahlul Badr, na hii hadithi ni sahihi, haina utata juu ya mapokezi yake. Kwa hiyo katika karama za watu wa Badr ni haya, kwamba Allah tabaraka wa taala amewaambia haya maneno. Kwa hiyo ahlul Badri ni waliohudhuria vita vya Badr. Huku kwetu husema al-Badiri, lakini asli yake ahlul Badri. Al-Badri hii imekuwa ikitumika na baadhi ya watu leo hii, baada ya kuwa wamekosa nyanja za kutafuta maisha, wakaona kila njia kumejaa, kwenye shughuli kumejaa, kwenye madaladala wamejaa wapiga debe, madereva wamejaa, wakakosa shughuli za kufanya, wakayadhibiti majina ya ahli Badr, wakawa wanawagangua watu na kuwasibu watu na kuchukua ujira na malipo katika hayo. Hivi ndivyo ambavyo inatumika al-Badri leo hii, bali wengine huchupa mipaka na kusema wana uwezo wa kuwaua watu kupitia kisomo cha al-Badri, au kuwadhuru watu kwa kuwapa uenda wazimu, uchaa na mengineyo, kama ambavyo tutaona katika yale ambayo tutayazungumza hapa. Vitabu ambavyo kama vimeshuhurika katika hilo nimekuja nazo viwili hivi hapa. Cha kwanza hiki kinaitwa Hidayatu Lisalik wa Najatu Lilhalik, jina la kitabu, kwamba mwongozo kwa mpitaji mwenye kupita njia. Basi huu ni mwongozo ambao utamuongoza katika safari yake. Wa Najatu Lilhalik, kadhalika ufaulu kwa yule ambaye anataka kuangamia, akipita huku atafaulu. Kimeandikwa hapa Tanzania, hiki kimeandikwa na kimejumuishwa na aliyejiita al-faqiru ila Allah, muhitaji kwa Allah, Al-Hajj Muhammad ibn Nasir ibn Abdullah Al-Qadiri Al-Shafi'i. Tarika yake huyo mtunzi ni Qadiria, madhehebu yake ni Al-Shafi'i. Az-Zinjibari ni Mzanzibari, na kikafaidisha hiki kitabu baada ya kutungwa na huyo mtunzi na aliyeita Abu al-Mubarak al-Alim al-Allama, Sheikh kubwa al-Alim al-Allama fi sharqi al-Afrika, katika bara hili letu la Afrika Mashariki. Al-Hajj al-Sheikh Hasan bin Amiri al-Shirazi afa Allahu anhu, mshirazi wa kabila al-Sheikh Hasan bin Amiri. Sikisomi chote, nitasoma katika utangulizi alioandika huyu mwenye kitabu chake ambaye ni Muhammad Nasir bin Abdullah Al-Qadiri Al-Shafi'i. baada ya mengi aliyoandika kumhimidia Allah, akasema amma ba'du fayaqulu al-'abdu al-faqiru ila Allah. Anasema baada ya aliyokusha fita huko juu, anasema mja fakiri anayemhitajia Allah, arraji afwa rabbih al-qadir, mwenye kutaraji msamaha wa Mola wake mwenye uweza.
ambaye ni Muhammad bin Nasir bin Abdullah al-Qadiri. Kana Allah lahu wa lilmuslimina bitawfiq, Allah ampe yeye na waislamu tawfiq. Yaqulu, anasema lamma kana ahlu badr afdala man yatawassalu bihim, pale walipokuwa watu waliohudhuria vita vya Badri katika masahaba ni bora ya watu ambao watu wanatawassali kwao fi sa'ira almuhimmat, katika mambo mazito, walhifdhi min jami'i almulimmat, na wakaomba hifadhi kupitia ahlul badri kutokamana na mambo yenye kutatiza yenye kuwazonga watu. Ahbabtu, nimependelea mimi, an atawassala bihim, nitawassali kwao hao watu wa Badri, kama tawassala bihim kathirun min alulama almutaqaddimin, kama vile ambavyo wametawassal kwa watu hao wa Badri wengi katika wanazuoni waliotangulia, walmutaakhirin walawliya wassalihin, na waliokuja baada yao na waja wa Allah wema na mawali wa Allah wametawassal kupitia watu wa Badri. Rajian, hali yakuwa ni mwenye kutaraji, an akuna min as-salikin walfaizin biwafiri barakatihim, niwe ni miongoni mwa wale ambao watafuzu kwa kupata baraka zao, yani baraka za watu wa Badri, wa asrarihim, na kupata siri zao nzito, wa adhimi nafahatihim, na kupata mwelekeo wao uliokuwa mzuri, au neema kwa maana ya neno nafha. Ridwanullahi ta'ala anhum ajma'in, radhi za Allah ziwe juu yao wote. Hadha, sambamba na hilo, waqad taraktu dhikra asma'i abaihim, nimeacha katika kitabu hiki kutaja majina ya baba zao, lianna akthara abaihim, kwa sababu wengi katika baba zao wale masahaba waliohudhuria Badri, wengi katika baba zao ma kanu mu'minina billahi wa rasuli, hawakuwa ni waumini waliomwamini Allah na mtume wake, wa matu mushrikin, bali wamekufa washirikina. A'adana Allah min dhalik, Allah atukinge kutokamana na jambo hilo. Walihadha, kwa mantiki hii, ikhtartu alla adhkura asma' al-mushrikin, ikhtartu alla adhkura asma' al-mushrikin, nimechagua nisiyataje majina ya washirikina fi tawassul, katika tawassul hii, rajaa sur'ati al-ijaba wal qabul, kwa kutaraji uharaka wa kujibiwa maombi yangu, wal qabul, na kukubaliwa. Huu ni mukhtasar wa yale ambao yako humu, na hiki hapa pia ni kitabu kimeandikwa Asma'u Ahli Badri, majina ya watu wa Badri, kimeandikwa na Abdurrahman al-Azhari al-Baqqani. Ndio vizuri jina lake, naam, al-Qabbani, Abdurrahman al-Azhari الشهير بالقباني. huyu kabla ya kutaja huo uradi wake wa al-Badri, anaanza kutaja baadhi ya visa vya watu waliotokea huko nyuma ambao walinufaika kwa ahli al-Badri. Miongoni mwa waliowataja katika kisa ambacho hakina isnad wala kijulikani kiko wapi, kwamba huko zamani kulikuwa na bwana mmoja alitekwa mtoto wake na makufari wa Persia, wa Fursi huko, wakamteka na wakataka ili wamwache huru watoe fidia, lakini fidia walioitaka ni mali kubwa ambayo hawakuwa na uwezo familia yule kijana kuitoa. Mmoja katika watu akamwambia, msipate tabu, andikeni kwenye karatasi majina ya waliohudhuria vita vya Badri, mpelekeni kule mahabusu walipo, awe anaufanya huu uradi, asome yale majina. Wa bi sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Muhajiri radiyallahu anhu, wa bi sayyidina Uthman ibn Affan al-Muhajiri radiyallahu anhu, mpaka mwisho. Ayasome hayo majina. Kweli alipofanya hayo akaatwa huru, akarudi kwao salama salimini. Mwingine alikuwa akitembea usiku mchana jangwani peke yake. Kipindi hicho kuna majambazi wanaoteka misafara ya wafanyabiashara, wanachukuliwa mali zao, lakini yeye akafunzwa anapokuwa yuko kwenye safari zake za kibiashara asome huo uradi wa ahlul Badr, yani atawassal kupitia majina ya waliohudhuria vita vya Badr, akawa anayafanya hayo. Sasa majambazi wale wanapotaka kumdhamia kwenye msafara wake wa kibiashara, wanasikia milio ya farasi, wanasikia
panga, ala za upanga zikipigana papa, kama vile mtu na mtu wanapigana kwa upanga, wanasikia sauti, majambazi wanashindwa kumvamia, wanakimbia. Maana yake ni nini? Ni wale waliohudhuria vita vya Badri, aliyewaomba wamekuja kumnusuru. Miongoni mwa majambazi walikuja kumuuliza huyu bwana, mbona tukitaka kukuibia wewe tunasikia haya na haya na haya? Akawaambia, mimi nina siri. Siri gani? Mimi ninaomba kupitia ahlul Badri. Jambazi akaacha ujambazi wake na yeye akaitumia uradi ule wa ahlul Badri, akawa anaufanya kwenye mambo yake. Na yeye miongoni mwa visa ambavyo kwamba vimo humo ameandika Abdurrahman al-Azhari al-Qabbani. Hii ni al-Badri kwa mtazamo wa juu. Ndani yake anazungumzia tawassul. Hawa wanaofanya ahlul Badri wakiwa wanasema tunafanya al-Badri kwa kumuomba Allah kupitia hawa waliohudhuria vita vya Badri, tunamuomba ni Allah. Hatumuombi Abu Bakar aliyekuwepo kwenye Badr, wala Umar wala Uthman wala Ali wala Hamza wala nani. Hatuwaombi hawa, sisi tunawataja kisha tunamuomba Allah kwa baraka za watu hawa. Hiyo ni bid'a katika bid'a kuu. Lakini ukiitakidi kwamba hawa wenyewe unaowasoma majina yao wanakupa mafanikio, wanakukinga kutokana na mabalaa, hiyo ni shirkun akbar, inakutoa katika Uislamu. Sasa al-Badri ya leo ni kweli kwamba wanaishia kuyasoma haya majina, pamoja kwamba kabla ya kuuliza swali hilo inafaa kuyataja majina ya ahlul Badri kwa kuitakidi baraka zao ili kumuomba Allah shida zako. Inafaa? Kama jawabu ni naam, inafaa. Nani ametufunza ibada hii? Kwa sababu hiyo itakuwa ni ibada. Nani aliyetufunza ibada hiyo? Nani aliyafanya hayo? Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Muondoe yeye mtukufu wa daraja alayhi salatu wassalam. Alilifanya Abu Bakar as-Siddiq, sababu yeye hakufa kwenye Badr, lakini pamoja kwamba yeye ni ahlul Badr. Aliyafanya hayo Umar kwenye ule mwaka ambao kwamba ulikuwa na ukame mkubwa, watu wanakufa kwa njaa kwenye zama zake. Kwa nini asitawassali kwa Allah kukupitia ahlul Badr? Kinyume chake akamwambia Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyyina fatasqina. Ewe Allah, hakika sisi tulikuwa tukitawassali kwako kupitia nabii wetu. Kupitia nabii wetu maana yake kupitia dua ya nabii wetu, kisha wewe unatupa mvua. Leo nabii wetu yule wa kutuombea dua hayupo, amekufa. Natawassalu ilayka bi'ammi nabiyina, leo hii tutakuomba kupitia dua ya ammi wa nabii wetu, baba yake mdogo nabii wetu. Kisha akasema yuko wapi al-Abbas? Akamwambia qum ya Abbas, simama Abbas utuombee dua. Hakutawassal Umar kwa majina ya ahlul Badr. Ukisoma kadhalika kwenye tarikh katika utawala wa Muawiya ibn Abi Sufyan kule Sham, alikutwa na mwaka wa ukame, lakini hakutawassal kwa bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu walielewa kwamba tawassul si kwa dhati ya mtu, kwamba tunatawassal kwa jaha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakufanya hivyo Umar, hakufanya hivyo Muawiya, wala hakutawassal kwa dua kwa kupitia Abu Bakar as-Siddiq aliyekuwa ametangulia, wala Umar al-Faruq wala Uthman waliomtangulia Muawiya, bali akamsimamisha tabi'ina Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi, simama Yazid tuombee kwa Allah. Hakutawassal kupitia maombi au baraka za waliohudhuria vita vya Badr, kwa kuwa hilo halipo katika sharia. Hajaruhusiwa mtu kutawassal kwa Allah kupitia jaha ya mtu yeyote, kupitia jaha kwamba Allah kwa jaha na baraka za shehe wangu, halipo hilo. Na halikufanya na yeyote katika masahaba, halikufanya na yeyote katika matabi'in,
sana kama zimekuja ni hadithi mbovu, hazikusihi, hazikukidhi masharti na vigezo ya mustalah alhadith, hayo utayakuta mengi. Sasa ni kweli kwamba wao wanaishiria kuyataja haya majina tu, au kuna mambo ya shirki ndani yake? Na kwa nini wakitumia kisomo hiki kumdhuru mtu? Kweli kwamba aliyekuibia pikipiki adhabu yake umtie kichaa? Ni kweli? Ni kweli aliyetembea na mkeo adhabu yake umuue kwa kisomo cha al-Badri? Hayapo haya Kiislamu. Na wao wameigawa al-Badri katika sehemu kuu nyingi. Miongoni mwa hizo kuna al-Badri ya kuua, na ina utaratibu wake na ina sharti zake. Zimetoka wapi hizo shuruti? Utaratibu huo umetolewa na nani? Ili utaka kumuua mtu na umtie kichaa, basi wewe msomaji wa al-Badri siku hiyo uwe na saumu, ufunge kwanza hiyo siku. Lakini kabla ya kuliendea hilo, toa tangazo kwanza. Utangaze, jamani, aliyeniibia kuku arejeshe. Unakaa kwa siku kadhaa, unarudia tangazo, aliyeniibia jogoo langu alirejeshe. Asipotokea, asiporejesha, amka hiyo siku na saumu. Tanguliza kusoma Qur'an, na kuna sura maalum wameichagua wenyewe, na hili pia nataka ushahidi. Suratul Ra'd, isoma Suratul Ra'd. Baada ya Suratul Ra'd inaingia kisomo, kinaingia kisomo cha al-Badr. Lakini wakati huo kuna mambo watakiwa uwe nayo. Kama ni al-Badri ya kudhuru, kumtia kichaa au kuua, unatakiwa ununue sindano 21, viwembe 21, uwe na ndimu, kadhalika uwe na chumvi ya mawe, ununue buni ambalo halijasagwa, ununue chungu. Na unaposoma yale majina ya Ahlul Badr, majina yamepangiliwa kwa mpangilio wa alif b t p mpaka ye, alfabeti. Masahaba wanaanza na alif, masahaba majina yao wanaanza na b. Ukimaliza yale ya alif, unachukua sindano unaikita kwenye ndimu, unachukua kiwembe unakikata kwenye ndimu, unaikata ndimu kwa kiwembe kile, na unapaka sehemu ya buni, huku chungu tuko kwenye moto. Utasoma ukiingia kwenye harufi ya b, ukimaliza b, kabla kuingia kwenye t, unafanya hayo. Haya yanatoka wapi? Huu si ushirikina? Unafanya hayo mpaka umalize. Ukishamaliza, awepo jogoo mwekundu, sio mweupe. Kwa nini jogoo awe mwekundu? Kwa nini asiwe wa blue? Kwa nini asiwe wa kijani? Kwa nini umeshurutisha awe mwekundu? Anachinja jogoo, ile damu inatumbukizwa kwenye kile chungu kiko juu ya moto. Hii dua gani? Baada ya hapo, ukishamaliza sehemu tatu, uchague kwenda kukifukia chungu kile, ima kwenye ufukwe, yani kando kando mwa bahari au kando kando ya ziwa au ya mto, au ukakisindike kile chungu chini ya mbuyu. Kama wataka kuua, basi lazima kile chungu uende nacho kwenye kaburi. Fukua kaburi, tumbukiza chungu. Hii ya kuua. Ama kule kwenye bichi au kwenye fukwe ya bahari, mbuyuni, wamtia wazimu, wamtia wevu, apita anakota makoko, anasema mwenyewe, anafanya kazi ya kuua. Kafukia kwenye kaburi, ni ishara ya kifo. Haya yanatoka wapi? Na kama al-Badri yako lengo si kudhuru, hukudhamiria kumtia uchawi, hukudhamiria kumuua, bali al-Badri hiyo nia yako ni wewe kujikinga.
au kuna jambo fulani la kutatiza, au atakaofanya hikdi kwa mtu, sio kumdhuru wala kumuua, umfanyie hikdi, basi vile vitu hupungua. Badala ya 21 vinakuwa 14. Na hii haihitaji wewe uwe na saumu, na inapeleza uanze na kisomo cha Qur'an. Haya yanafanywa na watu walibadili. Sasa kama sio taa ya kuwatii mashaitani, ni nini? Mtume gani anafundisha dua hii? Sahaba gani kafundisha dua hii? Huyu kuku unemchinja, umechinja kwa dhamira ya nani? Allah amekuamrisha uchinje kwa uchinjaji huu. Kama si Allah aliyekuamuru hivi, nani amekuamuru? Na kuna mwingine anayeweza kukuamuru uchinje zaidi ya Allah tabaraka wa taala? Sisi kwetu kuchinja ni ibada, kwetu kuchinja ni ibada. Fasalli li rabbika wanhar, sali Muhammad kwa ajili ya Mola wako, chinja kwa ajili ya Mola wako. Huyu hakuchinja lillah. Kwa sisi kuchinja ni ibada, inaamrisha Allah. Hata ukimchinjia mgeni, umemchinja ili umkirimu mgeni. Ikramu umeamrishwa na sharia ya Allah, ni ibada. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, anayemwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake kwa kila ambacho kwamba kinajulikana kwamba hiki ni ikram. Miongoni mwa hayo ni kuchinja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Waambie Muhammad, inna salati, sala zangu zote, wa nusuki, vichinjwa vyangu vyote, kiwe ni kichinjwa cha mboga nyumbani kuwalisha familia yangu, ni ibada, na nalipa malipo, napewa malipo makubwa, kama alivyosema Rasul alayhi wasallam kumwambia Sa'd ibn Abi Waqqas, hakika yako Sa'd, lam tunfiqa nafaqa tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta al-luqma allati taj'alha fi imra'atik. Hakika yako ewe Sa'd, hutotoa chochote kwa lengo la kutaka radhi za Allah na kwenda kuona uso wake siku ya kiyama, isipokuwa utalipwa mpaka tonge unayoiweka kwenye kinywa cha mkeo, Allah anakulipa. Nani ametufunza haya? Tumeyatoa wapi kama sio kwenye vitabu vya kishirikina ambavyo hufunza ushirikina, Sa'atul Khabar na Shamsul Ma'arif na vinginevyo? Ayuha an-nas ibadallah, wasiwatatize watu wafanye mambo yao ya shirki, ya bid'a kwa nafsi zao, wasiwatake kuwatumbukiza watu kwenye mambo wasiyofahamu, wasioyajua. Hii ni dini ya Allah tabaraka wa taala. Wataulizwa watu, ole wako wapoteze watu. Allah anasema liyahmilu awzarahum kamila, watakwenda kubebesha watu madhambi yao kamili siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm, watabebesha pia madhambi ya waliowapoteza bila ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. نقدام وإسلام، توسل في شريعة إيكو، يعني كتوسل الله تبارك وتعالى kupitia yale ambayo ameelekeza yeye Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam. Tawassuli hiyo ipo, tumeiona kwenye kitabu, tumeiona katika sunna. Ahlul ilm wa tauhid wanapoizungumza tawassul, wanasema tawassul ipo ya kisharia ni ile ambayo imegawika katika magawanyo matatu. Isiyokuwa hiyo, imma itakuwa ni tawassul ya kishirikina au tawassul ya kizushi ambayo haina dalili. Ya kwanza waliohitaji wakasema an yatawassala ad-da'i, ni yule muombaji anayetaka kumuomba Allah
atawassali biasma'i llahi alhusna wa sifatihi alula, kwa kuyataja majina ya Allah yaliyokuwa mazuri sana na sifa zake zilizokuwa juu. Sifa zake Allah ziko juu kama anavyosema walillahi almathalul a'la, na anazo Allah sifa zilizokuwa juu. anasema mwenyewe kwenye Qur'an walillahi alasma'ul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah anayo majina mazuri sana, muombeni yeye kupitia hayo. Na mafunzo yake alitufunza bwana mtume alayhi salatu wasalam, taja jina la Allah lenye kunasibiana na shida yako. Wewe unahitaji huruma za Allah, tawassal kwa Allah kwa jina lake la rahma, ya rahman ya rahim irhamni. Unataka ponyo, muite kwa jina lake la shifa, ya shafi ya shafi ishfini, niponye. Ya ghaffar ya tawwab tub alayya. Utawassal kupitia majina ya Allah yaliyokuwa mazuri sana na sifa zake zilizokuwa za juu. Ewe ambaye umetoa mimea, ewe uliyemuumba mwanadamu, hizi ni sifa zake Allah tabaraka wa taala, tawassal kwa hilo. Hii ni aina ya kwanza ya tawassul ambayo ni mashruu, imekuja kwenye kitabu na imekuja katika hadithi nyingi za bwana mtume alayhi salatu wasallam. Aina ya pili ya tawassul ni yule ambaye anataka kumuomba Allah, atawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi'amalin salihin qama bih, kwa amali njema ambayo yeye mwenyewe aliitenda, akatafuta kumkurubisha kwa Mola wake ili aseme shida zake. Na hili ndilo ambalo anatutaka Allah kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Enyi wale ambao mmeamini, muogopeni Allah, tafuteni kwake yeye cha kujikurubisha, wasila kwa maana ya alqurba allati tuqarribuka ila Allah, ni ile qurba au ukaribisho unaokukurubisha kwa Allah. Na hakiwi hiki isipokuwa katika matendo mema, na hili wamelisema masahaba na Allah akawasapoti kwenye Qur'an. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Hii ni al-amalu salih. Ewe Mola wetu, hakika sisi tulimsikia mwenye kunadi akinadi akituambia muaminini Mola wenu, sisi tukaamini. Kuamini ni katika al-amalu salih, ni katika matendo mema aliyoyafanya yule aliyemwamini mwenye kunadi huyo ambaye ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Ewe Allah, tulimsikia mwenye kunadi akinadi akituambia muaminini Mola wenu, sisi tukamwamini. Rabbana faghfir lana dhunubana. Hii tawassul, hii ni tawassul baada ya al-amalu salih. Ewe Mola wetu, basi tusamehe madhambi yetu, na mengineyo mengi yaliyokuja kwenye Qur'an. Hii ni aina ya pili ya tawassul. Umejenga msikiti, umechimba kisima, tawassal kwa Allah kwa amali yako njema. Ya Allah, watu walikuwa na shida kwenye mji huu, ya Allah nimeona niwasaidie kwa ajili yako ya Rabb, kwa amali njema hili niliyofanya nitatulie shida zangu ya Rabb. Hii ni tawassul kwa amali njema uliyoifanya. aina ya mwisho ya tawassul أن يتوسل الداعي بدعاء الرجل الصالح. yule mwenye kutaka kuomba atawassal kwa Allah kupitia dua ya mtu mwema. Dua ya mtu mwema, unamwona fulani ni mwema na wema wake huwa umepimwa katika vipimo vya sharia. Hawi mwema anayemkhalifu Muhammad
alayhi salatu wassalam, hata kama atakupa gari, atakupa mke, atakupa nyumba, muda wa kuwa na mkhalifu Muhammad si mwema. Uweza kumwona mwema kwa kuwa amekupa hayo, lakini akitimwa katika sharia si mwema. Mwema ni anayeshikamana na kitabu, anayeshikamana na sunna. Ndio maana illa alladhina amanu wa amilu salihat, ila wale walioamini imani ya kweli na wakatenda mema. Mema ni yapi? Tutaona atakapotuambia mwanawazuoni wetu wa madhehebu yetu ya Ash-Shafi'i Ibn Kathir kwenye tafsiri yake Tafsirul Qur'an al-Azim. Huyo mtu mwema yeye akuombee dua. Bwana, na jambo limenitatiza, lina kadha, nimezongwa na mambo, na kuomba kwa wasaa wako niombee kwa Allah, baada ya kumdhania wema wake kwamba huyu tunamdhania ni mwema. Huna ukorofi unaojua kwake, itokee siri baina yake na Mola wake, niombee Bwana, na dua nzuri ni ya ghaib, akuombea wewe huko. Robo waweza kukuombea kama anafanya ria, isipokelewe dua yake, au kuna matlab ambayo anahitajia baada ya dua. Hii ni ya mwisho, na yote haya yamefanywa na masahaba yote. Hili la mwisho, wao masahaba wanajua kwamba hakuna mwema kama mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Ndio maana walikuwa wakimfuata wakiomba dua, bali dua ya Rasul ni furaha kwa masahaba na ni tulizano la nafsi zao, kama ilivyokuja kwenye Qur'an alipoamrishwa Muhammad alayhi salatu wasalam achukue zaka kutoka kwenye mali zao. Allah alimwambia khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Chukua Muhammad kutoka kwenye mali zao zaka, zitawataharisha, zitawatakasa, wa salli alayhim, kisha waombee dua. Inna salataka, kwani dua yako kwao, sakanun lahum, ni tulizo la nafsi zao, hufurahi pale wewe unapokuwa unawaombea dua. Na ndio maana yule bedui aliyekuwa mashambani baada ya kupatwa na hali ya ukame mkubwa, akatoka kule shambani alipo akaja mpaka Madina, akasadifu siku ya Ijumaa. Rasul alayhi salatu wasalam yuko juu ya mimbar, akasimama kwenye mlango wa msikiti, akamwambia ya Rasulullah, halaka az-zar'u wad-dar'u wa halakat al-mashiyah. Ewe mtume wa Allah, mimea imekufa, wanyama wamekufa, njia za biashara zimekatika, ukame ya Rasulullah, tuombee kwa Allah. Hiki ndicho walichokielewa, sio jaha ya Rasul. Angebaki shamba akasema ya Allah bijahi nabiyik, kwa jaha ya nabii wako wa Madina, lakini walielewa kwamba ni dua. Mtume alayhi salatu wasalam akaomba dua ya mvua, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina, au Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Pale mpokezi wa hii hadith Anas ibn Malik radhiallahu anhu anasema kabla ya hapo mbingu ilikuwa kama vile kioo, haina mawingu ya mvua. Baada ya kuomba dua kikaanza kiwingu kujikusanya, pale ikanyesha mvua kali mpaka tukaona maji yanaingia kwenye ndevu za bwana mtume alayhi salatu wasalam, ndevu zake zinaroa, yuko juu ya mimbar. Tukatoka baada ya Ijumaa tunapandisha juu nguo zetu, anasema wadhallalna la nara shamsa sabta, hatukuliona jua wiki nzima, ni mvua. Mpaka Ijumaa ya pili ataja yule bedui au kaja mwingine, hii ni shaka ya mpokezi wa hadithi, akasema ya Rasulullah, mimea imekufa, wanyama wamekufa, njia zimekatika, yani mvua ni kali ya Rasulullah, tuombee kwa Allah izue mvua. Akasema Allahumma hawalaina la alaina, ewe Allah inyesha mvua hii pembezoni mwa mji wa Madina, wala isinyeshe ndani ya mji wa Madina. Allahumma, ewe Allah, ala dhurab wal akam wa manabiti al-awdiya wa shajar, inyesha mvua hii kwenye matifutifu, kwenye vichuguu, kwenye miti. Pale mvua ikakata.
nini? Ni dua ya mtu mwema. Nani mwema kama Muhammad alayhi wasallam? Hizi tatu ndio tawassul zilizokuja kisharia. Yani zipo kwenye kitabu, zipo katika mafunzo ya Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo tawassul yote wakisema watu walibadili kwamba albadili yao haina ushirikina, tujalie sawa sawa, haina ushirikina. Lakini je, huo mfumo wa hayo majina mlioorodesha na hiyo kaifia mnayoifanya, ikiwa hii ni tawassul, tawassul ni ibada, je imekamilisha sharti za ibada? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika aya mwisho ya suratul Kahf anasema kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Waambie Muhammad, hakika si vinginevyo mimi ni mtu kama nyinyi, mimi huteremshiwa wahi. Tofauti yangu na nyinyi, mimi huteremshiwa wahi. Annama ilahukum ilahu wahid, kwamba hakika si jinginelo mola wenu muabudiwa ni mola mmoja. Faman kana yarju liqaa rabbih, basi yeyote ambaye ana matarajio ya kukutana na mola wake siku ya kiyama, na kwamba mola wake amlipe juu ya mema yake aliyoyafanya, falyamal amalan salihan, atende matendo yaliyokuwa mema. Tuingize tawassuli hapa, tawassuli hii ya Ahlul Badr tuingize hapa, tukisema kwamba hakuna ya shirki wanayoyafanya ya kwenda kufukia vijungu kwenye makaburi, vijungu kwenye fukwe, kadhalika chini ya mibuyu, na damu walioiweka kwenye chungu kile, na ndimu walioitia misumari ya sindano, kadhalika wakaikata kwa nyembe, kadhalika na chumvi ile ya mawe, kadhalika na buni ambayo ni nzima haikutagwa. Tukisema kwamba hayo hayataallaq na shirki na kwamba hawayafanyi, wanasingiziwa, tuiweke hii al-Badri yao kwenye hii aya, falyamal amalan salihan, watende matendo mema, wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala wasishirikishe katika ibada ya mola wao kumshirikisha yote. Anasemaje Ibn Kathir Shafi'i kwenye tafsiri yake tafsirul Qur'an al-Azim kwenye aya hii? Huyu ni mwanazuoni wa madhehebu yetu ya Shafi'ia. Anasema wa hadhani rukna al-ibada al-mutaqabbal, wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal, na mbili hizi ni nguzo za amal itakayokubaliwa. Hizi mbili ni nguzo za amal itakayokubaliwa kwa Allah. An yakuna khalifan liwajhi Allah, kwanza mwenye kufanya amali hiyo awe amemtakasia Allah nia, amefanya kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya mali, sio kwa ajili ya hadhi, sio kwa ajili ya nafasi, sio kwa ajili ya kadha, amefanya lillah. Nguzo ya kwanza ya ibada hiyo. Wa an yakuna, pia iwe amali yake hiyo sawaban ala shari'ati rasulillah, iwe sawasawa, imebaki na ipo kwenye sheria ya mtume wa Allah, kwamba itoke kwenye mafunzo yake aliyafanya hayo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا إله الأولين والآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.